Yo my people bwana. Kama tulivyokubaliana wanangu, nimekuja kwa msamiati, si ndio? Na yule pale mimi mgeni wangu nimemfuata. Baba kwema? Shish. Ugomenye. Marafiare. Marafiare. Mundu kwa kiala. Inakuaje baba? Ndaka ule. Unyama fresh. Full. Karibu mtaani. Mimi ndio mpaka mtaani kabisa. Mimi kibajaji chetu mwanangu naenda kama takabajaji. Oya. Yes, lazima. Sio mpoa. Yo, baba niambie mwana. Mundu kwa kiala, unyama. Kama kaa sana hizi hapa. Nakubali. Sio poa. Mishe zinakwenda? Sinajua kwenye kibajaji. Zinaachaje kwenda sasa. Nakubali. Chimba ni moja tu wanangu 88.1 Planet Bongo. Mimi nikaamua nije nikutembelee mwanangu. Kwanza ngoja tuanzie kwenye Bibi Titi Mohamed. Bibi Titi. Hivi Bibi Titi Mohamed ulikuwa unailenga kwenye nini zaidi? Yani mimi nilikuwa natamani kujua kwenye Bibi Titi Mohamed kwanza. Najua njia lililonyoka. Bibi Titi ilikuwa kwenye Bibi Titi zaidi ilikuwa ni kuonyesha nguvu ya mtoto wa kike, nguvu ya mama, nguvu ya kina dada, nguvu ya wadogo zetu wa kike. Mtoto wa kike ni moja kati ya watu ambao tuko katika sehemu ambayo tunasema ni women empowerment. Mtoto wa kike ana nguvu labda mara 2 mara 3 zaidi ya mwanaume. Amekuwa wanafanya hivyo, imekuwa hivyo, lakini wamekuwa wazungumzwi kwa ukubwa au kwa ushujaa wa vitu ambavyo wamekuwa wanafanya. Ingawa wamevifanya vitu vingi. Kwa hiyo tunapowazungumza watu kama kina Bibi Titi, kama mtu kama ninavyoimba watu kama kina Bibi Titi, ndio namna ambavyo unazungumza na kizazi hiki na kuwakumbusha watu wengine wote kwamba msijisahau. Ambao ni mademu, ambao nyinyi mademu zako, mademu zetu hawa ni watu noma pia, wanafanya vitu noma, ni hawa pia wana mapinduzi, hawa pia ni watu noma kama kina Nyerere na watu wengine kama hao. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili hiyo zaidi kabla vitu vingine vyote. Tukiongelea watu ambao wanabeba sehemu zao walizotokea, msamiati pia ni mmoja kama Bele 9 anavyoibeba Morogoro. Unanielewa vizuri? Hivi Mbeya unaipa nafasi gani kwenye akili yako, kwenye maisha yako unapokuwa studio? Mbeya unaipa nafasi gani Mbeya? Kwangu mimi Mbeya ni kila kitu. Mbeya ni mimi ni Mbeya. Yaani mimi ni sehemu ya Mbeya. Siwezi kusema kwamba naibeba Mbeya mabegani, mimi siwezi kuibeba Mbeya mabegani. Mimi ni sehemu ya Mbeya. Kwa mimi ninapokuwepo da hapa ni Mbeya mikwangu. Kwa kange yobaga huko Marafiare. Ndio unajua ngoja kitu kimoja. Watu wengi watu wengi maarufu ambao wanatokea Mbeya wamekuwa wakisema Mbeya boy na nini na nini. Lakini wewe umekuja na hiyo kabisa mpaka roho ya Mbeya. Sio unaelewa? Na ni kitu kwa zamani ilikuwa ina sound kama ushamba kwa watu. Represent sehemu wanazozitokea. Yaani natamani kujua uko proud vipi mpaka wewe umeamua mimi naenda na Kiruga. Hao kina stukizo wenyewe wamekausha leo uongozi. Sana nielewe. Na kuelewa ndio vile ni mentality. Unajua kadri ambavyo watu tunakuwa na namna tumekuzwa, tumekuwa tunaamini kwamba Unyamwezi ni mrasa kana kwamba sisi ndio wao. Yani sisi ni sisi. Ukijua wewe ni nani, hakuna Unyamwezi kama kujijua. Yani ndio nguvu na Unyamwezi wote uko hapo. Mambo mengine ya watu na vitu vya watu, hivyo ni vya watu. Ukichukua vya kwako, ukiishi na vya kwako unaondoka. Hata kwangu mimi ilikuwa tofauti. Mtu anaweza mwanzo mbona kama mshamba sana, lakini simuona jinsi ambavyo tuko hapa, na hata mafanikio kama haya yanakuwa ni muhimu kwa sababu ndo namna ambayo unawaambia watu wengine kwa matendo. Sasa nafurahi ambavyo naona Mbeya kuna watu kibao ambao wanafanya kwa Kinyakyusa. Napokea simu za Mwanza watu kibao, labda kutoka Mtwara, kutoka Lindi, mpaka kutoka Kigoma. Unajua yani sasa hizi imekuwa kila mtu amegundua kwamba Unyamwezi ni kwa wewe, afu inawezekana hata uhitaji kwanza kufake kujifanya hata uhitaji kujifanya kitu kingine. Utaki kujitia lilwai, yani Unyamwezi ni wewe. Yani wewe na jinsi unavyoongea na kichaga chako hivyo ndio Unyamwezi. Unajua watoto wa Hara wanavyoongea kama wote wanaongea sawa. Huyo ndio Unyamwezi wao, ndio wao. Huyo ndio ninavyotakiwa kuwa. Sio unakuja Dar siku 2 unaanza kujifanya Mdala Salama. Wewe ni Mdala Salama wewe Dar es Salaam wewe. Tuambie wewe ni wa Dar es Salaam? Wewe ni Mzalamu wewe? Unajifanya Mzalamu, unajifanya unangata na maneno hapo na mngatia nani? Soka hapa, soka hapo hapa babu. Twase. Ndio. Amini mzee wangu. Bwana, big interview niko na mwanangu Marafiare. Man. Mnyakyusa mmoja. Hivi mwanangu wewe ni mtu wangapi kwenye familia yenu? Mtoto
Mimi mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza? Yeah, mtoto wa kwanza. Mpo ngapi kwenu? Mimi na wadogo wawili na wadogo wawili. Mimi na wadogo 4 kutoka pande tofauti, na watoto kwa mama na watoto kwa baba, lakini kote mimi naenda kama brother. Kwa hiyo sasa nakwenda kama baba kwa sababu baba bahati mbaya endelee kupumzika kwa amani. Kwa baba aliyebaki ndio mimi hapa. Okay, tamu hapo. Bwana, hebu niambie kama kichwa cha familia this time, mtu ambaye umebeba majukumu kwenye familia yenu. Ulichukua maamuzi gani kipindi ambacho yani ulifeel vipi kipindi ambacho unasema sasa nachukua maamuzi ya kwenda mjini kujitafuta yani? Na yani niko tayari sasa, naondoka Mbeya naingia zangu mjini kinginja naenda kutafuta. Kwanza kuondoka Mbeya ilikuwa mtiti. Hamna mtu ambaye kwanza akakubali kuondoka Mbeya. Mimi nimeruhusiwa kuondoka Mbeya nikiwa mtu mzima kabisa na ukubwa. Hata nikiwa shule mimi nilikuwa sizeli likizo za kuja da nini mimi sikuwa nazo kwa sababu ya vitu kama hivyo. Lakini baada ya kuwa nimepata nafasi ya kufanya vitu vyangu, mimi nashukuru kwa babangu. Baba alikuwa mwanangu. Unanielewa, alikuwa unajua familia wazazi wanavyokuwa, baba anaanza kuwa adui, anakuwa adui, alafu baadaye anakuja kuwa mwanako sana. Kwangu baba alikuja kuwa mwanangu sana. Kwa hiyo alikuwa hivyo, unataka vitu vyako, unaelewa kwamba utakuwa unajua utafeli. Ni kama ambavyo kabla nilikuwa nacheza mpira, alivyo nikataza mpira nikaja kuendelea na muziki na mambo yangu. Kwa najua wewe unajua utafeli, madude yako unajifanya unahangaika nayo, unajua zile. Sasa mimi kwangu ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinanifanya natakiwa kushinda, kwa sababu sio tu kwa ajili yangu, kuonyesha wazazi, kuonyesha ndugu, kwa sababu kwenye familia, kwenye ukoo mimi ndio mtu wa kwanza ambaye natoboa kufanya vitu kama hivi. Kwa kila mtu anakuwa anaona wewe mambo hivi hizo tabia unazitoa wapi? Sema wewe jamani, wewe kange mama asalemu umesahau, si ndio mambo ambayo tunasali kila siku ndio. Basi mimi nakuona niimbisha huko ndani kila siku usiku kabla sijalala, tunaimba ndio tunasali, tunaimba tunasali. Sasa nafikiri kukuimba nilikuwa naishia wapi? Ndio nimekuwa nako mpaka hivi nilikofikia. Ndio unajua. Kwa hiyo wana enjoy size, wana enjoy kwa sababu matunda wanayaona na impact pia inaonekana. Makochali ana nafasi gani kwenye katika upambanaji wako? Ni brother, ni kikubwa kwangu. Makochali hajawahi kuwa na mchango kwenye muziki, lakini amekuwa ndo mtu ambaye amenikuza katika kwa namna nyingine, kwa sababu kwangu amekuwa mimi kuwa kama kaka mkubwa. Naangaliwa na watu. Unapokuwa mkubwa unakosa mtu ambaye wewe unaweza kuwa unamwangalia. Au mtu ambaye anaweza kukuepo kwa ajili yako pale, kama ambavyo labda mimi naweza nikakaa na madogo na wadogo nikawaambia vitu, unajua zile. Chali ameplay part ya kuwa big brother kwangu mimi. Nilivyokuja da, nilipofika da kufanya na Chali ilikuwa ni ndoto, kwa sababu pia alikuwa anafanya muziki na watu wa Mbeya, alikuwa anafanya na kina hizo. Kwa ilikuwa ni rahisi connection kwangu, alikuwa na kina Quick Raka. Kwa kwangu mimi mguso wa Chali na Mbeya ilikuwa ni rahisi, ndio maana nilifika pale. Lakini nilipofika pale hata hakutaka kuwa na rekodi na mimi. Kwanza alikuwa anaongea tu na mimi, anaongea baadaye mpaka tukajenga ile bond ya big brother. Noma, amefanya kila kitu kufanya mimi kuwepo hapa. Ameni-encourage hata mimi kufanya kitu ambacho nakifanya kwa namna ambayo nafanya. Ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa sema hivyo unaofanya kwa Kinyakyusa ni noma. Afu fanya. Hata wakati naenda kurekodi kwa mara ya kwanza ni yeye ananiambia ingia studio ka rekodi. Na amekuweka kwenye albamu yake. Nafikiri kwenye albamu yake ni moja wa watu walipata nafasi ya kupata collab. Ni kweli. Na bado hujavuma hivyo. Nilikuwa hata sijatoka, hamna mtu ambaye ananijua, hata nilikuwa sijafanya madude noma. Ila kwa sababu unaona hiyo ya kuwa big brother, kwa sababu ananijua na anajua vitu ambavyo nafanya. Anajua talent yako. Ndio maana hata kwenye ndio maana hata kwenye kushiriki kufanya kwenye albamu yake pia nafasi kama hizo zilitokea kwa namna hiyo. Okay. Hivi utu, nidhamu na hustling kwako vinachezaje kwako? Ni pacha. Ni pacha. Utu, nidhamu na hustling. Utu ni nidhamu na hustling ni pacha. Ni pacha kama t-shirt yako. Ndio. Lazima uwe na utu. Kwanza lazima uwe na nidhamu. Nidhamu ni kila kitu, lazima uwe na hiyo. Ushakushuhudia mwanao yote amekosa mchongo kwa sababu ya nidhamu? Mara kibao. Alafu sehemu noma kabisa. Unaona? Alafu sasa bahati mbaya inakuwa sio sehemu ambayo ulikuwa unafikiria unapata mchongo. Ni namna ambavyo watu wanakuwa unaongea na mtu. Nidhamu ni kuelewa hata namna ya kuweza kuongea na mtu. Kwa sababu mimi nimekuja da, nilikuwa sijafanya muziki. Mimi nimekuja da sio kama mwanamuziki. Nimekuja da nilikuwa nauza nguo Kariakoo. Nauza nguo na viatu Kariakoo. Kwa hiyo kukaa kama
ninapokaa kama muuza nguo najua namna ambayo naweza nikadili na watu, ile si unajua lazima mkaribishe mteja vizuri. Sasa kwa sababu ya namna ambavyo unaonekana ubrazameni nini na watu wengine, namna ambavyo unaweza kuwa unauza vizuri wewe kuliko watu wengine, na namna tu ambavyo mabisho wengine wanakiona mmaza, wakiona mtu mwingine anaweza kumchukulia poa, asiongee naye vizuri. Wewe ukiongea naye vizuri tayari unakuwa umeshashinda. Kwa hiyo nidhamu inapeleka kuushindi kwenye ile hustling yako. Kwa hiyo ni kila kitu. Hivyo vyote ni pacha, lazima ujitahidi kuwa navyo kwa mpigo ili kuweza kufanikisha, hasa unapokuja sehemu za watu. Okay, sasa kuna mtu anaweza kama anatusikiliza sasa hivi ajui nini maana ya utu. Yaani kwenye akili yake ajui utu upo. Hebu tuambie utu. Bwana msamiati, utu jamani uko hivi. Kwa mfano mimi mwenyewe nishakufanyia utu wewe na watu wao au na mtu huyu. Yes. Hebu ambie utu unakakaje? Utu ni namna ambayo unaweza kuwa mtu kwa mtu bila kujali kitu au yeye kuwa na chochote. Unanielewa? Nakumbuka noma sana hii story. Narudi home usiku exclusive kwenye kibajaji chetu tu. Yes, kwa sababu siye kufika situation hata nikataa kuzungumzia kitu kama hicho. Narudi home hivi usiku, mida mibovu sana. Narudi niko kwenye kibajaji kama hivi, si unajua mida yetu na wasanii. Kama saa 9 saa 10 hivi. Njia ninavyokuja nakutana na brother. Kwanza alikuwa ni msista kama maza anakimbia. Unanielewa? Yani anakimbia. Anakimbia, sasa tunapompita tunamwangalia kwa mbali, na huyo mbona anakimbia? Sisi tunacheka, dereva mwangalie dada anakimbia si na nini, tunamcheka anakimbia, tunapitiliza. Tunampita. Tunapoanza kumpita tunaona kuna maniga wawili watatu wanakuja. Umeelewa? Mimi nimewaona, bajaji hajawaona. Sasa mimi naambia wako kuna maniga wanakuja, kuna washikaji wanakuja wanamkimbiza udem. Afu ni dem, afu ni usiku, uwezo ukajua. Kuna voongea na bajaji ananiambia hatuwezi kusimama kwa sababu hii unajua lolote linaweza katokea, hatujui ni nani. Sasa kibinadamu kwangu mimi nilikuwa siwezi nikapitiliza. Kwamba yo bro, yani kivipi siwezi kujisamee. Yani siwezi kuwa nafika nyumbani afu nawaza ilikuwa sijui ilikuwa tukasimama. Yani tulivyosimama ndio ilikuwa pona yule dada. Umenielewa? Sisemi mimi nilikuwa mtu alikuwa ni yule dereva ambaye aliweza kusimama, kwa sababu hata ningemwambia asimame kama angeamua kuendelea. Angeondoka tu angekuendelea, lakini dereva yule wa bajaji mimi hata simjui na sije kukutana naye tena. Kwa sababu nilirequest tu njiani jinsi inavyokuwa yeye. Aliweza kumsimama yule dada. Hata akusubiri nini alipitiliza. Tuondoke. Tumeondoka, tumeenda kumwacha karibia na Ubungo hapo. Alafu mimi ndo nikageuza kwa narudi zangu mtaani. Kwa hiyo sasa ule ni utu. Hiyo ndio situation ya utu, kwamba haijalishi situation ilikuwa labda ya hatari, tulikuwa lolote lingeweza kutokea, lakini watu walishindwa kuondoka kwa sababu ya kujali mtu mwingine, labda kitu gani unataka kujua kitu gani kwa mwingine kinaendelea, kama unaweza kuwa msaada au vipi. Huo ndio kwa utu. Na kitu gani ambacho tukikiongeza kwenye muziki wetu kinaweza kutusaidia tukafika kwa mapema? Najua tunaelekea pazuri na tupo pazuri. Nafikiri ni watu kuendelea kuwa wao, kuinvest kwenye wao. Watu kuinvest mwanamuziki kuendelea kuinvest kwake yeye, kuinvest kwenye muziki wake, kuinvest kwenye kipaji chake, kuinvest kwenye ukuaji wake. Ni hela kurudisha kwenye kitu ambacho tunakifanya. Mbali na kufanya kila kitu, lazima tukue kwa namna ambavyo tunafanya sisi. Kukua production wise, kukua video, kukua exposure, kusafiri. Lazima, kwa sababu ndio njia pekee ambayo naona kama sisi ambao tunaendelea vizuri, kwa sababu watu wanatembea, watu wanatoka, watu wanaona. Kwa hiyo tukiendelea kuinvest kwetu wenyewe, tunavyoendelea kujiinvestia, sio tu kwa kununua magari, umenielewa, au kwa kuspend kumachupa mengi, lakini pia kwa kuweza kufanya, labda tutasema sasa safari tunaweza kufanya vacation Dubai. Tukaenda zetu Maldives huko, tukajua tuna kitu gani tunaweza kuangalia opportunity sehemu nyingine, kuexploit sehemu nyingine, kuwa na kujihangaikia wenyewe. Ndio njia pekee ambayo inaweza kutufikisha. Napenda sana the way unapojipeleka, unajipeleka kikubwa sana mzee wangu. Mtu atakiangalia video anaona kabisa huyu msamiati gani, mbona msamiati mgumu huu. Kwa gara mzee wangu. Nakubali baba. Mimi nashukuru kwa time yako bwana msamiati. Mwendaga. Nakubali sana. Na hichi ndo kibajaji chetu wanangu. Si waga taratibu yetu, tunamfuata msanii na tunapiga story na msanii.
na leo nimepata bless ya kuwa na msamiati. Si ndio? Waambie watu wanakupataje mtandaoni kwanza. Wewe kaangalia Marafiale. Sema yote kinga ni Marafiale, kaandika Marafiale au msamiati, msamiati, msamiati. Katika mitandao yote ni hivyo hivyo. Sehemu yote ambayo unaangalia ni msamiati au Marafiale. Marafiale kama nyapo kwingine twise kubomba fiki, Marafiale kiki fiki koma kipiki, ugomenye kukaja Mbeya na kijiti. Shish msamiati hapa hiyo Marafiale. Tuko kwenye kibajaji chetu, tunajua East Africa, Planet Bongo, ndaga mwendaga abantu bakiala. Ugomenye shish